Okay, mtazamaji, nipo na baba wa familia hapa, baba mwenye watoto wake pamoja na mke wake hapa. Mama ameeleza mengi sana kuhusiana na hali yake ya hapo nyuma na hadi sasa Mungu alivyomsaidia na anapakata watoto. Na mimi na wewe kwanza una furaha? Mimi na furaha kubwa sana. Okay, jitambulishe majina yako, unaitwa nani, lakini pia ni mkazi wa wapi, alafu tutaendelea na interview. Mimi kwa majina mwanzo nilikuwa naitwa Isa Ramadhani, ila nimeokoka na mpenda Yesu, naitwa Ibrahim Ramadhani. Mimi mzaliwa wa Manyara, wilaya ya Babati Magugu, ila makazi yangu mimi ni Handeni Magamba. Okay, Tanga. Okay, tumeongea na mama mengi sana, na moja kati ya mengi ambayo tumeongea naye, mama amesema amepitia changamoto nyingi, na nilimuuliza amewahi kwenda hospitalini, akasema hospitali nimeenda. Nikamuuliza amewahi kwenda kwa waganga, akaniambia mimi mume wangu wenyewe alikuwa ni mganga wa kienyeji piga ramli. Ina maana ile tatizo ulijaribu kulitibu, ama wewe kama mganga kuna namna uliona paka mama kamruhusu aje kuokoka? Ndugu mtangazaji, mimi mwenyewe nilikuwa ni mtaalamu. Kipindi hicho cha sijaokoka, yes, nilikuwa ni kiongozi kule. Kwanza mimi nilikuwa ni mjumbe wa kamati ya maandalizi ya mkutano mkuu. Mimi si ilikuwa tu mganga. Yaani mkutano mkuu kivipi? Mkutano mkuu ni story ndefu mtangazaji. Kwa ufupi tu. Kwa ufupi. Ndio. Ilikuwa sitaki niseme, lakini kwa kuwa nimeokoka acha niseme. Wewe sema. Kama hivi bunge lina Tanzania na bunge lake, na waganga wanayo bunge yao na mikutano yao. Kwa hiyo katika wale wakubwa viongozi wanakuwa na vikao vyao. Mimi nilikuwa kamati ya maandalizi ya vikao, kamati ya maandalizi ya kikao ya viongozi wa ngazi kubwa ya uganga. Ndio. Ambao tunashirikiana, wanashirikiana viongozi mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali, hatimaye na kiongozi mkuu ambaye nitasema siku ingine. Kwa hiyo anakuweko katika kikao hicho. Sasa mimi nilivyokuwa mjumbe, pia nilikuwa mtendakazi. Napewa majukumu mbalimbali, naenda kufanya kazi huku na huku, na kwa ufupi nilikuwa pia nafanya kazi, yani kwa kipindi hicho naita mimi nilikuwa ni dokta wa kutibu. Kwa hiyo linalotokea naweza kupambana nalo kutibu. Na umewatibu wengi. Wengi, hata na ushuhuda Tanga Handeni na Tanga Muheza. Kuna mama aliyoshindikana kwenye hospitali, kwa nguvu zingine nilimshughulikia akapona. Lakini katika kupona kule ni mauzauza ambaye haisio, ni nguvu ambazo hazieleweki. Ndani ya miezi miwili akafa kabisa, hata leo hayuko duniani. Ila kupitia mke wangu nilihangaika naye. Wewe mwenyewe ulikuwa umehangaika? Mimi mwenyewe bila kumshughulikia, bila kumpeleka penginepo. Nilifanya kazi mwenyewe kumhangaikia. Nilifanya tiba na nilishirikisha hata wenzangu bila yeye kujua, kwa sababu mtangazaji, tulikuwa tuna uwezo wa nguvu za giza. Tunaweza ukawa mimi kama hivi hapa sasa hivi tuko watatu, kuna wengine watatu wanakuwa wako hapa bila wewe kuona. Kwa hiyo walikuwa wanakuja hata nyumbani. Kama vile nikiondoka kwenda kwenye mikutano wangu, sio kwamba namuaga naenda kwenye mkutano. Mimi nilikuwa naondoka, lakini akitazama mimi yuko hapa. Lakini ukimuuliza atakwambia kuna siku anaona kama mbona kama sio yeye, yani kama sio mimi. Lakini mimi nilikuwa naacha kivuli nyumbani, ila mimi nimeshafanyaje, nimeondoka. Tulijaribu na wenzangu kutibu, ilishindikana. Mpaka mwishowe nilivyoshindwa kabisa, nikaona sasa kumbe kweli atakufa. Roho ikageuka kuacha kuangalia kule kwenye uganga, paka nikaenda hata kwa mkuu wa kwetu yuko Shinyanga. Ni mzee huyo ambaye anaenda paka sehemu tofauti kabisa. Basi nikamshirikisha, alishindwa, ndo akazidi. Wakati tukizidi sisi kumtibu, naye anazidi kuugua. Moyoni nikasikia tuende kwenye maombi, tutafute watumishi wa Mungu. Kwa hiyo nilikuwa namsikiliza sana Dominic Kiboko ya Wachawi, anajiita Dominic Kiboko ya Wachawi. Nilitaka kupiga simu kwake, lakini nikasikia
tena mahubiri ya mchungaji Gabriel Sule. Roho ilinituma kupiga simu, lakini nilikanywa sana na wenzangu kwamba naloenda kufanya sio. Lakini nilikata shauri mwenyewe kwamba mbora niache huku nimpeleke huku kwenye maombi, hata kama nakosea, maana tuna adhabu, siku nyingine nitarudi. Nilipomleta aliombewa na alipona pale pale, na moyo wangu ulikataa, sikutaka kurudi tena kule. Na mtangazaji, nilivyoamua mimi kuacha kabisa kule, ilitaka kuja adhabu kali sana, ila niliamua mwenyewe kwenda kwa watumishi wa Mungu wakaniombea, na baadaye nilimuaga moja kwa moja. Nilimwambia sitaki tena. Neno alioniambia, hata mke wangu nilimwambia, ukimuuliza atakwambia, aliniambia huyo Mungu wako uliomshika mshike kweli kweli, lakini siku ukimwacha. Akaninyoshia kidole. Naomba urudie tena kwa faida ya mtazamaji na msikilizaji. Alikwambia nini huyo mkuu wako? Mkuu wangu aliniambia huyo Mungu wako uliomshika mshike kweli kweli. Alininyoshia kidole, sio cha kawaida, lakini siku ukimwacha. Akanyoshia kidole. Kule kwetu tuna ishara. Kwa mfano kama Biblia hivi wanasema Roho Mtakatifu anakuja kwa ishara, na sisi tuna ishara. Mkono nikikuonyoshia ule ambaye sio huu ambaye wa sasa hivi nionaye mimi Ibrahim, nikikuoneshia hivi mtangazaji, unawaka moto. Ndivyo na mimi nilionyoshwa mkono ukiwaka moto. Huyo ameniambia huyo Mungu wako uliomshika, mpaka leo nashika hiyo. Mshike sana, lakini siku ukimwacha. Hivi hawa wataalamu wenzako unawafahamu, mkono kabisa majirani ama ni watu mbalimbali? Unaona Malangi, tuna mkutano nani sehemu ya kikao. Tuna kikao Galapo, sehemu ya kikao. Tunayo sehemu ya kikao mnada huu wa hapa Genti. Alafu tuna kikao kikuu Meru, Mlima Meru. Na hicho kikao mnafanyaga usiku, mchana au muda gani? Sisi tunafanya mazingira yote. Mazingira yote? Yote. Mnakutana kwa hali ya kibinadamu, mnaenda mnapanda gari ama kuna namna mnafika huko? Yaani kuna wako ambao wanaotoka pale pale na wako ambao wanaotoka sehemu mbalimbali, na kila moja mtangazaji ana usafiri wake. Kama hivyo anaenda na bodaboda, na mwingine anaenda na gari gani, na mwingine anapanda ndege, lakini kila moja na usafiri wake. Tunafika pale, nitasema siku nyingine. Ndugu yangu, vipi? Wewe ulikuwa unatumia usafiri gani? Mimi nilikuwa natumia usafiri wa hewa. Wa hewa? Kwa hiyo una kijiti na matawi matatu. Mama anasema unapaa kama ndege. Uko kijiti na matawi matatu. Tuna mti rasmi. Nikiutoa ule kama simu kadogo tu hivi na matawi matatu, nikiutoa nikifanyia ishara. Sasa hivi kama tulikuwa tuko wote, sipo na nitakuwa mahali nilofika. Situmii dakika 10 au 15. Unafika? Nimefika. Lakini kile kijiti kikipotea, siwezi kuondoka. Hivi sasa unaondoka, ulikuwa unamwaga mama? Hapana. Hiyo ni ilani. Hiyo ni wewe. Hiyo ni ilani, siwezi kumwaga. Inajigeuza katika sura nyingine, ananiona niko nyumbani, lakini mimi siko nyumbani. Akitaka kugundua nimeseti kule, sahihi inaonekana hapa nyumbani, na sasa hivi vinaonekana niko kule. Okay, tutoke huko. Baada ya mama kupona, lakini pia kujifungua salama na amepakata mapacha watoto wake, wewe unajisikiaje hivi sasa? Kwanza kabisa kwa kuokoka, nimejisikia amani, kwa sababu wakati ule nilikuwa natumika, na maana nilikuwa na kazi ambayo sio kuwa na mshahara. Yaani nilikuwa ni mzigo mzito, natumwa hata kwenye vitu mbalimbali vibaya, ambaye siku nyingine mtangazaji ukinitafuta nitakusema. Kwanza nilitamani hata kwa mfano ningempata mchungaji, nilitamani kuandika jambo hili. Kwa hiyo nimeokoka nikajisikia amani, na sasa hivi mke wangu alivyopona, nimejisikia amani, nikajisikia furaha. Alafu pili, nikajiona kwamba zamani nilikuwa nafanya kazi ya ujinga, kwa sababu kama nilikuwa na kuwashughulikia watu, naona kama naweza kuwaponya, kwa nini nilishindwa kumponya mke wangu? Swali hili nilipojiuliza, kwa nini nilishindwa kumponya mke wangu, nikajiona nilikuwa nafanya kazi ya ujinga, kumbe kwa Mungu ni bora kuliko kule kwenye ile kazi nilikuwa nafanya. Kwanza mtangazaji, mke wangu alivyougua,
alikuwa hawezi kufanya kazi hata moja, ni kwamba alilegea mwili mzima, hawezi hata kuamka, kula anakula kwa kulala, maji anakunywa kwa kuku amelala. Kwa hiyo alifikia hatua hawezi kufua. Mimi nilikuwa nafua, akitapika na deki nafua kila kitu, kazi zote ni zangu. Ilifikia mpaka chooni anashindwa. Kwa hiyo nilimvumilia katika hali zote, na ikafikia wakati mwili wake mzima ulikuwa unatoa majimaji mkononi, miguuni kote, na maji yale yalikuwa na harufu kali. Nilivumilia, si kuona kwanza, hata mimi nilikuwa hata sioni kwamba ni tatizo. Nilivumilia, nikaenda naye na kumhudumia mpaka Mungu alipomsaidia akapona. Na sikumbuka siku moja mama mko wangu alikuja, ambaye ni mama yake, akasema mbele za watu kwamba aliyofanya huyu baba mimi mama yake nisinge uweza. Akasema nakushukuru baba kwa sababu kama sio wewe mtoto wangu angekufa. Lakini nilimjibu siku ile nikamwambia sio mimi, ni Mungu. Kwa hiyo mtangazaji, kweli nilipitia changamoto, hata mimi mwenyewe nilikuwa nashangaa, maana chumba ukifika tu hivi kwenye mlango unakutana na harufu kali. Watoto wakituuliza baba ni nini, naambia hamna, hebu ondokeni kwanza hapa. Unaona? Kwa hiyo mwili ulikuwa na harufu kali, lakini kipindi hicho na mimi nilikuwa roho yangu ina huruma kali, yani najisikia uchungu, naona ni kama yani najisikia huzuni sana, kwa sababu alikuwa anaumwa sana. Nilimshirikisha acha wenzangu, nilimshirikisha yule bosi kabisa. Alikuja na tukamsaidia, walikuja watatu mimi wanne. Bosi akishafika, ina maana wewe mdogo huwezi kushughulikia hilo swala, ina maana wale wakubwa ndio wanafanyaje, wanatawala meza. Mimi nilikuwa kiniagiza leta ile fanye, leta ile na leta ile, wanyo wanashughulika. Lakini walishughulika ndani ya masaa matatu, haikusaidia, na ndio moyo wangu kageuka. Sasa baada ya kuona wameenda, wakasema tutafanya tena kwa mara nyingine, wakaja. Tumehangaika karibu mara 4. Kila tunaposhughulika anazidiwa. Yesu kumwambia hata kila tunaposhughulika anazidiwa. Lakini historia hii anajua kwamba mimi watu wanakujaga nyumbani, tunafanya kazi, anajua. Lakini kumwambia yeye mimi nikushughulikie wewe, mimi siwezi kumwambia, mimi namshughulikia mimi sasa daktari. Kwa hiyo nyinyi mkiwashughulikia yeye anazidiwa. Wakati nimewaita wenzangu wamekuja nyumbani katika ulimwengu mwingine, yeye haoni. Tunamhangaikia, tunamshughulikia hizo usiku, sana tulikuwa tunapenda usiku. Siku yetu ukimshughulikia, siku hiyo anazidiwa kabisa. Mwishoe ndo moyo wangu kanituma. Baada wakati tunavyoendelea nazidi kuumwa, nilikuwa nataka kusikiliza revival asubuhi mpaka jioni na usiku kucha. Siku ya Alhamisi BT Sayuni akitangaza leo ni pipeline yuko kwenye kipindi, tunaona muda ufiki, tunasikiliza haraka kweli tunapiga simu. Sasa ile moyo wa kule waliposhindwa, walipokuja wakuu watatu, waliposhindwa, mimi nikaona nguvu ya kule imefanyaje, imeisha. Na nilishatumika miaka 7. Nikaona imeisha. Mimi nilikuwa tu mjumbe, ikawa imeisha ile nguvu. Roho yangu kwa huku kwenye redio kupiga simu ndio ilikuwa kubwa zaidi. Na hatimaye ndio tukamwambia ngoja mimi kuna mchungaji, nimeshabadilisha ratiba sasa, ngoja kuna mchungaji nimpigie simu.